Sijalichagua lakini nimelipenda na maana sijalibadilisha, ndio naambia nyuma nimetoka. Jina langu sisemagi yote lakini ni Harris Newman Kapiga. Sasa kwenye rada leo tunaanza na jiji Dar es Salaam. Takriban ajira 41,000 zinatarajiwa kupatikana hapa nchini Tanzania kupitia uwekezaji wa miradi 372 iliyosajiliwa na Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC kuanzia mwezi Januari hadi Mei mwaka 2025. Rada imempatia kibali Juma Mohamed kuja na taarifa hii kwa undani wake. Karibu sana. Uhaba wa ajira ni kilio kwa vijana wengi hapa nchini, huku wengi wakisota mtaani na vyeti vyao licha ya kupata ujuzi mbalimbali huko vyuoni. Lakini namba hazidanganyi, ambapo kupitia uwekezaji unaofanywa nchini Tanzania na kampuni za kizawa na zile za kigeni chini ya Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC, ajira zinatarajia kumwagika nchini, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Gilad Teli. Jumla miradi inayomilikiwa na Watanzania au Watanzania walioingia ubia na wageni ni miradi 186 ikilinganishwa na miradi 186 ya wageni, uwiano wa 50/50. Na miradi hii 372 kama tunavyoona kati ya Januari na Mei 2025 inaleta mitaji ya $37. Fursa ikatangazwa kwa Tanzania katika kupata masoko ya bidhaa mbalimbali nchini Japani, huku huduma za utafutaji wa masoko hayo ikiratibiwa na TIC. Kituo cha Uwekezaji kimepata mshauri Mtanzania ambaye yuko ndani ya Kituo cha Uwekezaji kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wanaotaka kupata masoko ya bidhaa zao nchini Japan, na huduma hii itatolewa bure. Lakini pia kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Japan JICA, kuanzia mwezi wa 7 tutakuwa na afisa kutoka Japan ambaye atakuwa katika Kituo cha Uwekezaji mwenye jukumu la kuwasaidia Watanzania wanaotaka kupeleka bidhaa zao nchini Japan. Watakusaidia sehemu gani ya kupata masoko, ni kwa namna gani ya kupata masoko, namna gani biashara yako unaweza kuipackage, na huduma hizi zitakuwa zinatolewa bure zikilipiwa na Kituo cha Uwekezaji. Baada ya kutoka Dar es Salaam, sasa tuko Morogoro. Kukosa elimu ya mafunzo maalum kuhusu sheria ya manunuzi ya umma kwa baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Ifakara ni miongoni mwa sababu zinazosababisha ukiukwaji wa sheria ya manunuzi ya umma na kuchangia kukwama kwa miradi mbalimbali ya maendeleo. Huyu hapa ni Damal Magai, anakuja na undani wa taarifa hii kutokea Morogoro. Ni katika kikao maalum cha kujadili na kupitia hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ndani ya halmashauri ya mji Ifakara, ambapo hoja 18 zilizoibuliwa na CAG, hoja 12 zilihusiana moja kwa moja na sheria za manunuzi ya umma. Na hapa mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima anahimiza utolewaji wa elimu kwa madiwani wa halmashauri hiyo ili waweze kuelewa kwa kina sheria za manunuzi ya umma ili kuondoa dosari hizo. Sasa mimi natoa maelekezo hapa kwamba hizi hoja za manunuzi lazima madiwani wawe wanapigwa semina mara kwa mara kwa ajili ya kuwafungua macho kwenye hoja za manunuzi za msingi. Hata hivyo, mkaguzi mkuu wa nje wa mkoa wa Morogoro Baraka Mfugale amesema hoja zilizotokana na dosari katika taratibu za manunuzi zinaweza kufutwa baada ya ukaguzi wa pili endapo kutachukuliwa hatua stahiki za marekebisho. Na mapungufu mbalimbali ambayo tulibaini, na hizi hoja ambazo zimekosewa kwenye taratibu za manunuzi, kufutika kwake ni mpaka pale ambapo tutafanya ukaguzi unaofuata na kuona lile tatizo halipo tena. Hadija Kilama na William Narioto ni sehemu ya baraza la madiwani wa mji Ifakara. Wanasema hakika iko haja ya madiwani kupigwa msasa wa sheria za manunuzi ya umma, kukishuhudiwa pia mabadiliko ya mara kwa mara ya afisa manunuzi katika kitengo cha manunuzi kwa halmashauri hiyo. Kuna haja ya kupewa semina kuhusiana na manunuzi ili tuweze kuisaidia halmashauri ya mji wa Ifakara kuweza kusonga mbele, kwa sababu kweli kitengo cha manunuzi kimekuwa na sintofahamu nyingi. Na ndio maana utaona katika kipindi chetu hichi ambacho sisi tupo madarakani tumekuwa na watu wa manunuzi zaidi ya 3 au 4 wamekuwa wakibadilishwa. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Damal Magai, Clouds habari.
Tukiangazia ukatili mtandaoni, kiwango cha ukatili kwa watoto vijana wenye umri kati ya miaka 13 mpaka 24 kimepungua nchini, huku ukatili wa kingono pekee ukipungua kutoka 33% mwaka 2019 mpaka 11% mwaka 2024. Kwa watoto wa kike na 21% mwaka 2019 mpaka 5% mwaka 2025 kwa watoto wa kiume. Glory Nkini, asante, tujuze undani wa taarifa hii kutoka Dar es Salaam. Ndoto za vijana wengi nchini huishia njiani kutokana na ukatili wa kijinsia unaofanywa dhidi yao, ikiwemo ukatili wa kingono, kimwili na kihisia, vitendo ambavyo huwakumba watoto wa jinsia zote na kukatisha juhudi za malengo walionayo kijamii, kielimu na kiuchumi. Kulingana na utafiti wa kitaifa wa ukatili dhidi ya watoto na vijana VACS 2024 uliofadhiliwa na serikali ya Marekani chini ya mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani wa kupambana na ukimwi, kiwango cha ukatili nchini kwa watoto na vijana wenye umri kati ya miaka 13 mpaka miaka 24 kimepungua, tofauti na ilivyokuwa katika utafiti wa kwanza uliofanyika mwaka 2019. Ukatili wa kingono umepungua kutoka 21% hadi 5%. Ukatili wa kimwili umepungua kutoka 74% hadi 21%. Makofi tafadhali. Na ukatili wa kihisia umepungua kutoka 31% hadi 16%. Awali akizungumza, Kaimu Mkuu wa Serikali Dr. Amina Msengo amesema uwepo wa takwimu hizo kutasaidia kukabiliana na changamoto ya ukatili wa kijinsia kwa watoto. Kwani kama mnavyofahamu, jukumu kubwa la Ofisi ya Taifa ya Takwimu Tanzania Bara na Zanzibar ni kuhakikisha kwamba tunaweza kutoa numbers. Lakini leo tunaamini kabisa namba hizi sasa zitapata maelezo ya kina, story, historia ya hasa kuona watoto na vijana wakiwa wanang'atuka hasa katika jambo letu gumu sana la ukatili. Kutokana na sera na mipango ambayo Tanzania imeweka tangu mwaka 2009, watoto wanalindwa vyema zaidi leo hii kuliko ilivyowahi kutokea hapo awali. Nadhani ujumbe mkuu uliotolewa leo ni kwamba matokeo ya juhudi zetu za pamoja yameanza kuzaa matunda. Asante sana kwa taarifa hiyo. Sasa ni Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan amewaasa askari wa jeshi la polisi kuweza kuepukana na vitendo vya rushwa na kueleza kuwa japo vitendo hivyo havijamalizwa, lakini vimepunguzwa kwa kiasi kikubwa kwa sasa. Anisia Sylvester anakuja na undani wa taarifa hii. Wakati Tanzania ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa urais, ubunge na udiwani, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amelitaka jeshi la polisi nchini kuhakikisha linakomesha vitendo vya rushwa nchini, hasa katika kipindi hiki. Akizungumza wakati wa sherehe ya kufunga kozi ya maafisa na wakaguzi wa jeshi la polisi, Rais Dr. Samia amesema japo vitendo hivyo havijamalizwa, lakini vimepunguzwa kwa kiasi kikubwa. Wa kusimamia maadili katika komandi zenu, mwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndio maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, na mimi nikirushiwa wanamrushia IGP, watu wako wa barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia hacheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamilu Swambura amesema jeshi la polisi limejipanga vyema katika kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Urusi tunapeleka askari wa kutosha, China tunapeleka mheshimiwa askari wa kutosha, Marekani, Uturuki, India tunapeleka askari wengi sana. Kwa mara moja peke yake tunapeleka askari sio chini ya 30, na wanapata mafunzo mazuri na wanarudi wanatusaidia. Hawa wote wana uwezo mkubwa wa jinsi gani ya kupambana, kutanzua na kupambana na kuzuia uhalifu. Lakini Mheshimiwa Rais umeongeza ajira kwa kiwango cha hali ya juu sana.
Kwa hiyo tunao askari wa kutosha, si wa kutosha kabisa, lakini tunao askari wa kutosha kuweza kusimamia mambo ya kiusalama kwenye maeneo yote ambayo yalikuwa yanaleta shida. Na kwingineko, wanawake wa kanisa la Uaskofu la AICT Pastorate ya Magomeni Dayosisi ya Pwani jijini Dar es Salaam, wao wamefanya kongamano la faragha ya mwanamke wa kanisa hilo ili tukuweza kuwapa mafunzo ya kiroho yatakayowajengea sasa uwezo wa kukamilisha malengo yao ya maisha na hatimaye kuleta mabadiliko chanya katika kanisa, familia na jamii inayowazunguka. Huyu hapa ni Nura Mohamed, amepewa kibali na RADA atujuze undani wa taarifa hii ya faragha ya mwanamke. Akifungua kongamano hilo la faragha hiyo ya wanawake, askofu wa kanisa la AICT Dayosisi ya Pwani, Baba Askofu Philip Magwano Mafuja, amesema swala la malengo ni jambo la msingi katika mafanikio na mwanamke anatakiwa kutambua yeye ni mtu wa thamani katika ngazi ya familia na jamii kwa ujumla. Akifafanua, Askofu Mafuja amesema kufanyika kwa tukio hilo ni kutokana na thamani ya mwanamke, huku akisema faragha hiyo imelenga kuleta badiliko la ndani kwa mwanamke. Jambo moja ni la muhimu sana litakalowasaidia ili muweze kukamilisha ama kudhibitisha hilo badiliko la ndani ni swala la malengo. Ni swala la malengo. Ikiwa kama mnataka kufanikiwa kuwa na hilo badiliko la ndani, na badiliko la ndani maana yake litakuja kuleta badiliko la nje. Akifafanua, Askofu Mafuja amesema ni matarajio yake baada ya faragha hiyo mwanamke atakwenda kuishi kwa malengo na atakuwa anatekeleza jukumu la kiroho. Ili tuweze kubadilika tunahitaji malengo. Ni kwa nini tunahitaji malengo? Malengo ni jukumu la kiroho, yaani ni jambo la kiroho. Neema ni hali ya kustahilishwa. Hapa ni definitions mbalimbali au tafsiri mbalimbali nilizopata za neno neema. Hali ya kustahilishwa bila kustahili. Mwenyekiti wa idara ya wanawake kanisa la Uaskofu AICT Pastorate ya Magomeni, Mama Flora Malosha, amesema ni fursa kubwa kwa wanawake kukutana katika faragha hiyo ambayo imeandaliwa kwa kusudi pekee kila mwanamke apate nafasi ya kukaa mbele za Mungu. Imekuwa ni siku ya neema ya kufikisha hapa. Tunajua yote ambayo tumeyafanya ni kwa neema. Amen. Na kwa taarifa hiyo inatupa nafasi sasa ya kuweza kumwita besti yetu nani Mwewe atueleze alichokiona. Tuendelee mbele, karibu sana. Mwewe anauliza, vipi mambo? Kutoka Urusi ni saa ngapi huko kwenu Tanzania? Leo Mwewe kapanda mwewe na jicho lake linaona mambo kama bongo tu. Hapa ni Urusi, Moscow. Bwana, hebu tazama mji huu. Unauona Haya, sasa hebu mtazame jamaa huyu pia. Unamuona Eti tairi kubwa sana kaweka juu na nyuma ya buti, lakini gari lililobeba tairi Mwewe anadhani sio sahihi. Au kuna mtu mwenye jibu sahihi, labda sheria za Urusi zinaruhusu hili? Mrusi mzee wa jambo Mwewe anauliza, kuna jambo kwenye hilo? Salamu kwenu Bongo Tanzania, Dar es Salaam. Kwa leo Mwewe analala ughaibuni. Huyo basi Mwewe wasalimie Urusi huko, wasalimie. Na Kirusi kama unakijua, safi. Kinachofuata tunaungana na Nura Mohamed kufanya nini? Atusaidie kwa umoja wetu tu. Nura Mohamed.